Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye mgogoro uliopo kati ya Marekani, Iran na Israeli. Kumbuka, Iran anaendelea kuumiza akili sana taifa la Marekani kwa mambo mbalimbali ambayo anaendelea kuyasimamia. Na uchunguzi wa maoni unasema kwamba Wamarekani walio wengi wanasema Trump hakuwa na hoja ya wazi ya vita dhidi ya Iran. Uchunguzi mpya wa maoni unaonyesha kuwa 66% wa Marekani wanaamini kuwa Rais Donald Trump ameshindwa kutoa hoja iliyo wazi kuhusu vita vya kichokozi vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Aidha, Wamarekani walio wengi wanasema wamekumbwa na hali ngumu ya kifedha kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta baada ya mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa uchunguzi wa Reuters Ipsos uliotolewa Jumatatu, karibia 66% waliohojiwa walisema Trump hajawahi kufafanua kwa uwazi malengo ya kijeshi ya Marekani nchini Iran, na 63% walisema ongezeko kali la bei ya mafuta limeathiri hali yao ya kifedha. Utafiti huo pia unaonyesha kuwa 65% ya walioshiriki wanalaumu chama cha Republican kwa kupanda kwa bei ya mafuta, huku 27% wakilaumu chama cha Democrat. Aidha, utafiti wa Reuters na Ipsos mwishoni mwa Aprili uliweka kiwango cha uungwaji mkono kwa Trump katika 34%, kiwango cha chini zaidi katika muhula wake wa pili. Taarifa hizi zinakuja wakati wastani wa kitaifa wa bei ya galoni moja ya petroli ya kawaida kufikia Mei 11 nchini Marekani ni dola 4.52, huku gharama ikizidi dola 6.15 katika jimbo la California. Bei ya mafuta ghafi ya petroli duniani imepanda katika masoko siku ya Jumanne, huku wasiwasi juu ya makubaliano kati ya Marekani na Iran ukiendelea kuathiri matarajio ya upatikanaji wa nishati duniani. Masoko yaliendelea kufuatilia kwa makini mvutano unaohusiana na mlango bahari wa Hormuz baada ya Trump kukataa pendekezo la amani lililotumwa hivi karibuni na Iran. Sasa hayo yakiendelea, waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Araghchi amesema kuwa msimamo wa Marekani wa kutaka masharti ya kupita kiasi pamoja na mienendo yake mingine inayodhoofisha juhudi za diplomasia ndio vizuizi vikuu vya kumaliza mzozo uliozuka kufuatia vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Mwanadiplomasia huyo mkuu ametoa kauli hiyo mjini Teheran alipokutana na naibu waziri wa mambo ya nje wa Norway Andreas Mosefeldt aliyefika katika mji mkuu wa Iran akiongoza ujumbe wa kidiplomasia kwa mashauriano na maafisa wa Iran. Araghchi pia amesema kuwa matamshi ya vitisho na uchochezi kutoka Marekani, ukosefu wa nia njema pamoja na kutokuwa waaminifu ni miongoni mwa vikwazo vinavyozuia kupatikana kwa suluhu ya hali ya sasa na kufikiwa kwa makubaliano yanayowezekana. Kwa ushirikiano na utawala wa Israeli, Marekani ilianzisha duru yake ya hivi karibuni ya mashambulizi haramu dhidi ya Iran kuanzia Februari 28 hadi Aprili 27. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kusitishwa kwa mapigano tarehe hiyo ya mwisho kufuatia mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran yaliyokuwa makali sana, lakini Aprili 13 akatangaza kuendelea kwa vizuizi dhidi ya meli na bandari za Iran. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Hayo yakiendelea, kwingineko vilevile, spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf amesema kuwa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu yapo kwenye hali ya juu kabisa ya utayari wa kivita na yako tayari kutoa jibu kali la haki na linalostahili dhidi ya aina yoyote ya uchokozi. Amewaonya maadui kwamba mikakati na maamuzi yenye makosa hayatazaa chochote isipokuwa maafa. Kalibaf amesema kuwa misimamo thabiti kwamba majeshi yetu yako tayari kutoa jibu linalostahili kwa uchokozi wowote. Mkakati mbaya na maamuzi mabaya daima husababisha matokeo mabaya. Dunia nzima tayari imelithibitisha hilo. Tuko tayari kwa chaguo zote, watashangazwa. Kauli za Kalibaf zinakuja wakati Iran ikiendelea kushikilia sera yake ya subira ya kimkakati sambamba na maandalizi ya juu kabisa katika mazingira ya vitisho vinavyozidi kutoka Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli. Maafisa wa Iran wamekuwa wakisisitiza mara kwa mara kwamba Teheran inataka amani na uthabiti wa kikanda, lakini haitasita kamwe kulinda mamlaka na uhuru wake kwa nguvu kamili pale mipaka mekundu itakapovukwa. Kwa kutegemea miongo kadhaa ya kujitegemea teknolojia ya kisasa ya makombora na ndege zisizo na rubani pamoja na ari isiyovunjika ya muhimili wa mukawama, Iran imejenga uwezo madhubuti wa ulinzi unaoacha nafasi ndogo sana kwa mahesabu potofu ya adui. Katika ujumbe wake, Kalibaf amesema hakuna mbadala mwingine isipokuwa kukubali haki za wananchi wa Iran kama zilivyoainishwa katika pendekezo la point 14. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Hayo yakiendelea, afisa mwandamizi wa harakati ya Ansarullah ya Yemen ameonya kuwa Marekani italazimika kubeba dhima ya madhara ya kukataa mapendekezo mapya ya Iran ya kumaliza vita kufuatia matamshi ya kupinga yaliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump. Nasruddin Amir, naibu mkuu wa ofisi ya habari ya Ansarullah, aliandika kwenye ukurasa wake wa X kuwa tangu mwanzo
ilionekana wazi kutokana na maandalizi ya kijeshi ya Marekani na msimamo wake mgumu kwamba hawatakubali majibu ya Iran. Kwa hiyo wanabeba wao wenyewe, wanabeba dhima ya madhara yao ya makubwa au madogo. Amir alibainisha kuwa kukataliwa kwa majibu ya Iran kulitokea muda mfupi baada ya mawasiliano ya Trump na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, ambaye alimtaja kama mhalifu. Mapendekezo ya Iran yaliyowasilishwa kupitia wasuluhishi wa Pakistan yalifikishwa Washington siku ya Jumapili. Kwa mujibu wa ripoti ya IRIB, pendekezo hilo lilisisitiza ulipaji wa fidia kamili ya uharibifu wa vita na kuondolewa kwa vikwazo vyote. Pia ilitaka kuachiliwa kwa mali za Iran zinazoshikiliwa kwa amri ya Marekani na kutambuliwa kwa mamlaka ya Iran juu ya mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, Trump alijibu vikali baada ya kupokea majibu ya Tehran, akiyaita kuwa hayakubaliki kabisa. Katika mahojiano na Axios, Trump alisema pia kuwa wamejadiliana kuhusu majibu ya Iran na Netanyahu. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vilevile mkuu wa shirika la hija na ziara la Iran amesema kuwa takriban wa Iran 24,000 tayari wamewasili nchini Saudi Arabia kwa ajili ya ibada ya hija mwaka huu, ambapo kati yao takriban 14,000 wako Maka na zaidi ya 10,000 wako Madina. Kwa mujibu wa shirika la habari la Mehri likinukuu tovuti rasmi ya hija, Alireza Rashidian amesema wa Iran waliofika Saudia tayari wanaendelea kutekeleza ibada mbalimbali wakisubiri kuanza rasmi ibada ya hija. Amebainisha kuwa wote waliofika Saudia wapo katika hali njema ya kiafya na mazingira yao kwa ujumla ni mazuri. Wakati huo huo, huku mamilioni ya Waislamu wakitarajiwa kuhudhuria ibada ya hija mwaka huu, vikosi vya usalama vya Saudi Arabia vimeimarisha hatua za kukabiliana na watu wanaojaribu kuingia Maka na maeneo matakatifu bila vibali rasmi vya hija. Vile balozi wa China nchini Urusi Zhang Hanhui amesema kwamba China inatakiwa kuzingatia kikamilifu suluhu ya kisiasa na kutopunguza kasi ya mazungumzo kuhusu Iran. Hali nchini Iran ipo kwenye hatua muhimu. Utawala wa kusitisha mapigano unaonyesha udhaifu, usalama katika eneo hilo unazidi kuzorota na hali ya binadamu inabaki kuwa mbaya, alisema. Vilevile rais wa Marekani Donald Trump amekataa wazo la kubadilisha Pakistan kama mpatanishi katika mazungumzo na Iran. Hapana, ni wazuri. Wa Pakistan wamekuwa wazuri. Field Marshal mkuu wa jeshi la Pakistan Asim Munir na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif wamekuwa wazuri kabisa, aliwaambia waandishi wa habari kabla ya kuondoka kwa ziara ya serikali nchini China, alipoulizwa kama alikuwa akifikiria kuchagua wapatanishi wengine katika mazungumzo na Iran badala ya Pakistan. Vile Iran haitaanzisha tena mazungumzo ya amani na Marekani hadi Washington itakapotimiza masharti 5 ya Tehran, shirika la habari la Fars linasema. Kulingana na chanzo, masharti 5 ni kusimamisha uhasama katika pande zote, hasa nchini Lebanon, kuondoa vikwazo dhidi ya Iran, kufungua mali za Iran ambazo hazijahamishika, kufidia uharibifu unaohusiana na vita na kutambua haki ya Iran ya uhuru juu ya mlango bahari wa Hormuz. Chanzo hicho kilibainisha kuwa masharti haya yaliwekwa pekee ili kuanzisha kiwango cha chini cha uaminifu na kurudi kwenye mchakato wa mazungumzo. Mbali na hayo, Iran imeeleza kupitia mpatanishi wa Pakistan kwamba kizuizi kinachoendelea cha majini katika bahari ya Arabia na Ghuba ya Oman baada ya kutangazwa kwa kusitisha mapigano kunaongeza tu kutoaminiana na mazungumzo na Marekani. Balozi wa Pakistan nchini Urusi Faisal Niaz Timiz amesema kwenye mahojiano na TASS kwamba ana uhakika kwamba Marekani haitaanzisha operesheni mpya ya kijeshi dhidi ya Iran. Namnukuu, unajua kuna uwezekano kila wakati, lakini nadhani katika kesi ya Marekani uwezekano ni mdogo, labda Israeli, lakini kuhusu Marekani uwezekano wao kuanza tena shughuli ni mdogo sana, kwa sababu shughuli hizo zilianza na mada ya mabadiliko ya serikali huko Tehran, kisha majadiliano yalihamia kwenye masuala ya nyuklia, na sasa kila kitu kimeanzia kufungua mlango bahari wa Hormuz, balozi huyo alibainisha. Vile gharama ya operesheni ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran tayari imefikia karibu dola bilioni 29. Julius Hast ambaye anatekeleza majukumu ya mdhibiti anasema mwishoni mwa Aprili idara ya vita iliweka gharama hiyo kwa takriban dola bilioni 25. Sasa tunadhani ni karibu dola bilioni 29. Hiyo ni kwa sababu ya ukarabati na uingizwaji wa vifaa vilivyosasishwa na pia gharama za jumla za uendeshaji ili kuwaweka watu katika ukumbi wa michezo, anasema. Hayo yakiendelea, licha mchakato mgumu wa mazungumzo kati ya Marekani na Iran, nchi zote mbili zimejitolea kukomesha mzozo wa silaha. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan anasema Jumanne, mazungumzo ni magumu sana, lakini nataka kutaja baadhi ya mambo chanya. Pande zote mbili kwa kweli zinataka kukomesha vita.
Fidan alisema wanataka kufungua mlango bahari wa Hormuz na kutatua tatizo la meli zilizozuiwa. Huu ndio msimamo na nia yao. Tatizo ni jinsi ya kuliandika kwenye karatasi kwa njia ambayo pande zote zinaweza kukubaliana. Hivi sasa ubadilishanaji wa ujumbe kati ya pande hizo unaendelea. Kurudi kwa uhasama, kulingana na Fidan, kutasababisha uharibifu zaidi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Islamabad inaamini tishio la vita kamili kati ya Marekani na Iran limekwisha. Balozi wa Pakistan nchini Urusi Faisal Niaz anasema kwenye mahojiano. Lakini Teherani inaamini bado kuna nafasi ya diplomasia na Marekani licha kutoaminiana kwake na Washington. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anasema licha kutoaminiana na adui, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaamini inaweza kujadiliana kutoka kwa msimamo wa utu, wa hekima na urahisi. Ofisi ya Pezeshkian ilimnukuu akisema Teherani itahitaji kuimarisha kila kitu ambacho vikosi vya jeshi la Iran vimefanikisha kwenye uwanja wa vita katika uwanja wa kidiplomasia. Mkuu wa nchi ya Iran alibainisha. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile fursa halisi za kufikia amani Mashariki ya Kati zimefunguliwa. Balozi wa China nchini Urusi Zhang Hanhui anasema mwanzo wa mazungumzo kati ya Marekani na Iran nchini Pakistan ni hatua ya kupunguza mvutano. Kwa sasa fursa halisi za kufikia amani zimefunguliwa na ni muhimu sana kuunda mazingira muhimu kwa ajili ya kukomesha mapema iwezekanavyo mapigano ya silaha, mwanadiplomasia huyo alisema. Vile balozi wa China nchini Urusi Zhang Hanhui anasema kwamba China inaamini hakuna washindi katika mzozo unaoizunguka Iran, licha kwamba Marekani yeye alisema ndo mshindi katika vita hivyo, lakini China naamini hakuna mshindi katika mzozo huo. Lakini Iran mwenyewe, kumbuka, yeye anasema yeye ndo mshindi wa vita hivyo. Rais wa Marekani Donald Trump amedai kwamba Teherani itakubali kuafikiana na mipango na Washington au Marekani itamaliza kazi nchini Iran. Sidhani kama tunahitaji msaada wowote na Iran. Watafanya jambo sahihi au tutamaliza kazi tu. Tutafanya makubaliano au wataangamizwa. Kwa njia moja au nyingine tutashinda, kiongozi huyo Marekani alisema. Trump hakutoa jibu wazi alipoulizwa kama alikuwa tayari kuachana na makubaliano ya kusitisha mapigano na Iran. Alisema tutafikiria kuhusu hilo kwenye ndege kuelekea Beijing na tutafikiria kuhusu hilo kwa muda mfupi ujao. Shukran kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.